Naitwa Engineer Alphonse Bikulamchi, afisa madini mkazi mkoa wa Ruvuma. Shughuli za sekta ya madini katika mkoa wa Ruvuma zimegawanyika katika maeneo mbalimbali, ikiwemo ni kuanzia katika shughuli za utafiti, yani utafutaji wa madini, mineral exploration, shughuli za uchimbaji madini, mining, na shughuli za mchakataji au uchenjuaji madini kwa maana ya mineral processing. Aidha, shughuli nyingine zinazoambatana katika chain hiyo ni pamoja na shughuli za biashara ya madini, ambapo tuna masoko ya madini mawili katika mkoa huu wa Ruvuma, ni masoko ya madini ya vito na dhahabu. Lakini pia tuna eneo la mauzo ya makaa ya mawe kwa maana ya selling point katika eneo la Kitai, na pia katika vijiji vya Paradiso ambapo makampuni ya makaa ya mawe yanafanya biashara ya makaa ya mawe katika eneo hilo. Mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya madini katika mkoa wa Ruvuma ni pamoja na kushamiri kwa biashara kubwa ya makaa ya mawe. Kama mnavyofahamu, makaa ya mawe ya mkoa wa Ruvuma yana ubora wa hali ya juu, na makaa haya yamekuwa yakiuzwa katika nchi mbalimbali, ikiwemo nchi zote za Afrika Mashariki kwa maana ya Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na DRC. Aidha, makaa haya yamekuwa yakiuzwa katika bara la Asia, lakini pia bara la Ulaya. Kwa hiyo mchango mkubwa unaopatikana katika shughuli za makaa ya mawe umechangia kwa sehemu kubwa sana maendeleo ya sekta ya madini katika mkoa wa Ruvuma. Sambamba na hilo, mkoa wa Ruvuma pia umejaliwa madini mbalimbali kama nilivyosema hapo awali. Kuna madini ya vito, lakini pia kuna dhahabu, kuna shaba na madini mengine ya viwandani kama vile quartz na madini mengine kama mica na mengineyo. Mkoa wa Ruvuma katika mwaka huu wa fedha ambao unaelekea mwisho, kwa maana ya mwaka 24-25, ulipangiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 33.15. Hadi kufikia sasa, mkoa wa Ruvuma umekwisha kusanya jumla ya mapato bilioni 32.5, ikiwa ni sawa na ufanisi wa 98%. Ni matumaini yangu kwamba katika kipindi hiki kifupi cha miezi miwili iliyobaki, kwa maana ya mwezi wa 5, wa 6, lengo lililowekwa la kukusanya bilioni 33.15 litalifikia na kuvuka. Hivyo nipende kutoa rai pia kwa wadau wengine, wakiwemo wafanyabiashara, wachimbaji wa ndani na nje ya nchi, kuja kuwekeza katika sekta ya madini katika mkoa wa Ruvuma. Kwa upande wa CSR, kwa maana ya wajibu wa wamiliki wa leseni kwa jamii, mkoa wetu umekuwa ukifanya vizuri sana, hasa kupitia wamiliki wote wa leseni. Tumeona mlipotembelea kwenye shughuli za migodi, mliona kampuni za makaa ya mawe kama vile Ruvuma Coal, Jitegemee, kuna kampuni kama Tancoal, tunayo kampuni nyingine kama Mchekanae na makampuni mengine yote yamekuwa yakitekeleza shughuli hizi za CSR. Lakini pia kuna kampuni ambayo iko katika hatua za ujenzi wa mgodi, kampuni ya Mantra yenyewe nayo imekuwa ikifanya vizuri sana katika masuala ya CSR pamoja na local content. Kwa hiyo sisi Ruvuma tunaamini kabisa kwamba wadau wetu wameelewa sheria zinazosimamia masuala ya CSR.